Wafugaji wengi wa bata wanapoteza bata wao wengi na kupata hasara kubwa kwa kutokujua mambo haya sita muhimu. Na jambo la sita ni muhimu zaidi, lazima uweze kulifahamu. Jambo la kwanza ni kuhusiana na swala zima la chakula. Chakula cha bata wako inatakiwa kiwe chakula ambacho ni mchanganyiko. Mfano kama chakula ambacho inabidi kiwe pumba, kiwe na mabaki ya chakula ambacho kilicholiwa, pamoja na mboga majani kama maboga na vitu vingine pamoja na chumvi. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana ambavyo inabidi uweze kuzingatia katika swala zima la chakula. Kwa hiyo chakula ni muhimu, lazima uchanganye vyakula mbalimbali. Na kitu kingine cha namba 2 ni kuhusiana na swala zima la maji. Yaani bila kuwa na maji bata wako hawezi kuwa vizuri, na ni makosa makubwa ambayo yanapelekea wafugaji wengi wa bata wanakuwa wanapata hasara na bata wao wanakufa. Bata wao wanakuwa hawakui vizuri, ni kulingana na swala zima wanasahau kama vile bata wanahitaji maji mengi sana. Kwa hiyo ni kosa lingine ambalo linawapelekea wafugaji wengi kuweza kupata hasara, ni swala zima la maji. Jitahidi sana kwenye kuwahudumia bata wako kuwe kuna maji mengi ya kutosha. Na kitu kingine ni kuhusiana na mambo ya malazi. Bata wako lazima uweze kuwajua, kuweza kuwafuatilia kama bata hao wanaumwa au hawaumwi. Na kama itatokea changamoto kutakuwa kuna bata ambaye anaumwa, inabidi bata huyo uweze kumtenga na wale bata ambao ni wazima. Mtenge bata mgonjwa na wale bata wazima ili kusudi wasiweze kuambukizana ugonjwa. Na wanavyokuwa wanawatenga kule na wahudumia kwa ajili ya magonjwa mbalimbali, kama utakuwa na magonjwa ya tumbo, kama utakuwa na magonjwa ya kikohozi na kadhalika, unawatenga. Kwa kwenye banda lako unapokuwa unajenga banda la bata, jitahidi sana kuweza kutenga chumba kimoja ambacho kitakuwa chumba cha dharura kwa ajili ya bata ambao watakaokuwa wanaumwa, utakuwa unaweka katika mazingira ya kule. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hili jambo la muhimu sana kwenye swala zima la matibabu au kuangalia bata waliokuwa wagonjwa. Na pia kwenye matibabu kuna kitu kingine ambacho pia ni cha muhimu kwamba bata wako lazima wazingatie kwenye swala la chanjo. Kuna chanjo za miezi 3 na kuna chanjo za miezi 6 au kuna chanjo za mwaka mmoja. Wafuatilie bata wako ili uweze kuwapa chanjo kama wanakuwa bado hawajapata chanjo. Na kitu kingine ndugu mtazamaji ni kuhusiana na swala zima la usafi. Wafugaji wengi wa bata wanapata hasara sana kwa sababu ya kitu kidogo tu, usafi. Na chanzo kikubwa cha magonjwa ya bata ni kuhusiana na swala zima la usafi, kwani kama usafi utakuwa ni duni, usafi utakuwa ni mbovu, basi hata bata wako pia hawataweza kuistahimilivu na itapelekea kuweza kupata magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo tujitahidi sana kuweza kuwa na usafi, kuweza kuweka usafi katika mazingira ya bata. Usafi katika mazingira ya banda la bata lenyewe, na usafi katika sehemu ambayo bata wanalia chakula au sehemu ya kupumzikia, na pia usafi katika vyombo ambavyo bata wanakula. Kwa hiyo lazima utengeneze vyombo vya bata wanalia, vyombo vya kawaida, vyombo ambavyo vyepesi kuweza kuvifanyia usafi na kuweza kuvihudumia. Na kitu kingine ambacho kinasababisha sana bata wetu waweze kufa, hii ni jambo la 4. Jambo la 4 ni kuhusiana na swala zima la joto. Joto hii tunapata katika banda bora. Yaani tunakuwa tunazungumzia banda bora. Kuna watu wengi wanatengeneza mabanda lakini mabanda yao yanakuwa sio bora. Kwa kama banda linakuwa sio bora, hii inapelekea bata kuweza kufa na bata wako kutokufanya vizuri. Kwa hiyo kama utaweza kutengeneza banda ambalo sio bora, banda ambalo lina baridi. Mfano kuna mabanda mengine unakuta ukienda kuwatembelea watu unakuta mabanda hayo yanakuwa hayana mabati au juu hayajaezekwa, au sio mabanda bora, na ni mabanda ambayo yanasababisha bata wako kuweza kupata baridi, wanakuwa hawana joto. Na mabanda mengine ambayo unakuta pia yana changamoto ni mabanda ambayo hayajafunikwa chini kwa ajili ya kuweza kuwalinda bata wako dhidi ya wadudu. Kwa hiyo ni hasara kubwa ambao wafugaji wengi wanapata kwa kutokujua au kujua lakini wanapuuzia. Swala zima la joto, yaani joto ni muhimu sana hususan katika hawa vifaranga. Vifaranga kama watapigwa sana baridi, itapelekea vifaranga vyako kuweza kupotea, na kumbuka kifaranga ndio bata wa kesho. Kwa kama vifaranga vyako vitapotea, utapunguza idadi ya bata ambao watakaokuja kuwa kizazi kilichokuwa vizuri katika siku zijazo. Na kitu kingine ndugu mtazamaji ni kuhusiana na mfugaji wangu, ni kuhusiana na swala zima la muendelezo. Lazima uwe na tabia ya kuweza kufanya haya mambo ambayo nimeyazungumzia pale awali.
uwe na tabia kuweza kuangalia kama banda linavuja walivuji. Uwe na tabia kuangalia asubuhi, mchana, jioni kama chakula kimebadilishwa, kama chakula cha bata wako ambaye umewapa wamechanganya, yani umechanganya vyakula mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwapa bata waweze kuwa na virutubisho na rutuba iliyokuwa ni nzuri. Ni vitu ambavyo inabidi uweze kuangalia, huo ndio muendelezo wa hivi vitu. Na pia uwe na tabia pia nyingine ya muendelezo wa kuangalia kama bata wako wana maji safi, unawabadilishia maji kwa wakati, unasafisha vyombo. Kwa hiyo vitu vya muhimu sana ambavyo inabidi lazima uweze kuvifanya ili kusudi usiweze kupata hasara. Na kama usipofanya vitu hivyo, kiukweli lazima utapata hasara. Utapata hasara, na hasara kubwa utakayokuja kuipata nafikiri wafugaji wengi wanafahamu kama nikizungumzia swala zima la hasara katika ufugaji wa bata ni kitu gani ambacho wanakutana nacho. Cha kwanza kabisa wanakutana na shida ya bata kufa, maana yake ni hasara. Na hasara nyingine kubwa ambayo wanakutana nayo ni kuhusiana na bata wao kutoka. Yani maana bata unapokuwa unawapeleka sokoni, bata wako wanakuwa ni wadogo, wanakuwa na kilo ndogo na wanakuwa ni dhaifu, ambayo inapelekea bata wako kutokununuliwa na hautapata faida. Na kama bata wako unamuuza kwa shilingi 25,000 mpaka 30,000, kwa bata wako atashuka bei na utamuuza kwa bei 15,000, tayari ni bei ya hasara. Kumbuka kwamba bata wako unawalisha kwa gharama, unahudumia kwa gharama, matarajio yako uweze kurudisha faida. Kwanza urudishe gharama ya kuweza kumlisha bata mmoja, na pia uweze kurudisha na faida ambayo itakusaidia wewe kuweza kujikimu. Kwa hiyo kama hautafanya hatua hizo, hasara ambayo utakayokutana nao ndugu mfugaji wa bata, utakutana na changamoto ya kupata hasara, maana yake ya vifo na kupungua kwa kilo au udumavu katika mfugo wako wa bata. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, hizo ni changamoto tu ambazo kwa wafugaji wengi wa bata wanakutana nazo, ila kuna faida mbalimbali ya kuweza kufanya vitu ambavyo tumeweza kuvizungumzia hapo awali. Hapo awali tumeweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la joto, maji, chakula pamoja na usafi, na kitu kingine kuhusiana na swala zima la kuweza kuwatenga kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ukivifanya, kuna kitu gani ambacho unakipata, na ni kwa nini tunaweza kuwasisitizia ndugu mfugaji wa bata ili uweze kuvifanya hivi vitu. Ni kwa ajili ya manufaa yako wewe mwenyewe mfugaji, na kwa ajili ya kuelimika ili kusudi upate mambo mbalimbali ambayo unatarajia uweze kuyapata. Tunaamini kwamba wafugaji wengi sana wanafuga bata wakitarajia matarajio kuweza kuongeza kipato, na kuna wafugaji wengine ambao wanafuga wakitarajia kuweza kuwa na mtaji wa bata wengi. Mfano, mtu ameanza na bata wake 10 na madume 2, kwa matarajio yake yeye anatarajia kwamba kwa bata hawa 10 ndio nao, ina maana baada ya miaka 2 niweze kumiliki bata 100 au bata 50, na yote haya yanawezekana kama tunaweza kufanya vitu ambavyo nimeweza kuelekeza hapo awali. Na wafugaji wengine pia wanakuwa na maeneo madogo, ina maana wao wanafuga kwa malengo ya kuweza kuuza, yani ina maana amejiwekea ndani ya mwaka atakuwa anavuna baadhi ya bata na kuwauza kulingana na eneo dogo alilonalo. Kwa hiyo kama usipofanya vitu kama hivyo, hautaweza kutimiza malengo hayo. Na kama utafanya vile vitu ambavyo nimeweza kuelekeza hapo awali, ina maana malengo haya kwako atakuwa ni mepesi sana, na lazima uweze kuyatimiza, lazima uweze kuyafikia malengo haya, na lazima uweze kuyafaulu. Kuyafaulu kivipi? Kuyafaulu kuweza kufanikisha hayo malengo yako kwa kuweza kufanikiwa, ili kusudi kuweza kupata bata wengi, na licha ya kupata bata wengi na pia utaweza kupata pesa, maana utauza wale bata na utaweza kujipatia kipato kilichokuwa kizuri, na utapata pesa nyingi ambazo zitakupelekea wewe kuweza kukidhi mahitaji yako mbalimbali ambayo ulionayo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na ndugu mfugaji wa bata, tunakukumbushia tu uweze kuangalia video nyingine ambayo inafuatia kuhusiana na muendelezo wa mafunzo mbalimbali ambayo yanahusiana na mafunzo ya bata. Na kingine uweze kusubscribe, uweze kulike na comment, na uweze kuandika neno hapo siri ya wafugaji wa bata, ili kusudi tuweze kukuelekeza na kufundisha ni hatua gani ambazo unaweza kuchukua, ili kusudi kama wewe ni mfugaji mpya wa bata au na mpango wa kuweza kufuga bata katika mazingira rafiki,
ili uweze kufuga bata kwa mazingira rafiki na uweze kufanikisha. Pia kumbuka kusubscribe.